Crazy Rocket, now available on PMBet. Mchezo umemalizika dhidi ya Tausi. Of course ni timu ambayo imepanda ligi. Test ambayo umekutana nayo ndicho unachotegemea na unazungumziaje mchezo kwa ujumla? Kwanza ni ngumu kucheza na timu ambayo hauifahamu kwa sababu timu ambayo imepanda daraja na pia tuje kuwaona wakicheza hata kwenye mechi ya kirafiki. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa sababu sisi tulikuwa na approach yetu, lakini kwa bahati mbaya wamekuja wameweza compete na sisi na kila mtu ameona mechi ilikuwa ngumu kwa pande zote mbili. Naweza kusema tu kwamba kwa dakika ambazo tumepata goli la ushindi nafikiri bahati ilikuwa upande wetu, lakini kwangu mimi naona mechi ilikuwa imebalance kwa maana sisi tumecheza vile ambavyo tumeweza kucheza vizuri, the same kwa Tausi. Kwa hiyo niwapongeze, wana timu nzuri na wamepanda daraja, wamejipanga, kwa hiyo wanaweza kufanya kitu kizuri. Moja kati ya timu zinazosifika kwa defense nzuri ni pamoja na timu yako, lakini leo mabao mawili imeruhusu kwenye nyavu zenu. Kipi ambacho umeondoka nacho hasa? Nafikiri hata ukiangalia magoli ambayo tumefungwa alikuwa ni makosa binafsi, lakini mimi bado naendelea kufanya kazi kwenye timu kama timu na sio eneo la defense pekee, kwa sababu pia hata kwenye eneo la ushambuliaji tumetengeneza nafasi ambazo tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo nafikiri hii ni wake up call kwetu sisi kuona namna gani tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi kuhakikisha kwamba tunapunguza yale makosa ambayo yanatokea kwenye mechi, kwa sababu kusema kuyamaliza ni ngumu kumaliza makosa kwenye mchezo, lakini niwapongeza wachezaji, wamepambana mpaka mwisho kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi. Nashukuru Mungu najipanga kwa ajili ya mechi ijayo. Umeridhishwa na energy ya wachezaji kwa dakika zote 90? Kwa kiasi fulani nimeridhika, lakini watu wanasahau kwamba leo tulikuwa tuko away. Tumecheza KMC lakini tuko away. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi nyepesi. Sisi tunahesabu kwamba tumeshinda ugenini na goli 3 sio chache, na kikubwa ni kwamba tulikuwa tumeweka mipango yetu na malengo kwamba tusipoteze mechi. Japo tulikuwa tunacheza kwenye uwanja wa KMC ambao mara nyingi tunatumia kama uwanja wetu nyumbani, lakini leo tulikuwa tuko away. Tumefanya kile ambacho tumekiweza, kwa hiyo siwezi kuwablame wachezaji kwenye hicho ambacho kimetokea kwa sababu wameruhusu goli 3. Wale ambao wameruhusu goli 2 kwa maana sisi wamekuja wamesawazisha, wamepambana na wametafuta goli la ushindi, tumeweza kufanikiwa kupata ushindi. Mwalimu, ingia kwenye dirisha dogo la usajili. Watu matarajio yao ni kuona Yanga Princess safari wanabeba ubingwa, hasa kutokana na namna ambavyo msimu uliopita mmepambana mpaka mechi za mwisho. Kuna namna yoyote tunaweza tukategemea nguvu kubwa ikaongezeka zaidi kwenye timu? Nafikiri kila mwalimu anapenda kuona timu yake inafanya vizuri, na sisi ndio matarajio yetu kuona kwamba tunapaswa sasa kuwa tunacheza vizuri na tunapata matokeo ya ushindi. Dirisha dogo litakuwepo na tutaongeza baadhi ya wachezaji, lakini kusajili wachezaji peke yake haiwezi kusaidia kwamba timu kupata matokeo. Cha muhimu ni kufanya zoezi kuhakikisha kwamba tunatengeneza timu imara. Bado tunaendelea kujenga timu, lakini bado tunashindana. Kwa hiyo watu wawe na subira na watupe support kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu Yanga Princess ndio timu ambayo inacheza kwenye pressure kubwa kwa sababu inatamani mafanikio. Kwa hiyo tuende kwa pamoja, watu support kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo ya timu.